Leo ni Jumanne 2025 na hii unayosikiliza ni MTV1 Online inayokutangazia kupitia mitandao mbalimbali na redio shirika eneo mbalimbali Kivu Kaskazini. Pamoja na tovuti yetu ya www.mtv1news.com. Jina langu Dr. Benitambo Mkandirwa Walimete. Taarifa kuu leo hii ni wakazi wa Beni kuomba usalama na raia wanapaswa kuishi amani. Mkuu kiongozi wa wilaya ya Nyiragongo aomba wakazi kusimamisha kuelekea katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Kuna mbuga la wanyama na kuna sehemu za wakazi. Yeyote akinaswa kwa mbuga la wanyama, akilima, akikata miti, akifunga makala, akifanya kuwinda mawindaji haramu, ni sharti sheria ifanye kazi yake. Ni hayo kwa siku ya leo. Nianze moja kwa moja katika mji wa Beni ambako wakazi wenye hasira wameandamana mjini Beni kupinga hali ya ukosefu wa usalama unaotekelezwa na watu wenye silaha. Pepe Kavota ni mkuu wa mashirika ya kiraia wilayani Beni. Kwamba watu wameandamana kwa sababu kuna mkaaji wetu mmoja jina lake Asani Mulusasa ambaye walipiga masasi ku quartier Malefe mkomini ya Beu. Ilikuwa usiku wa leo, ndio watu walishikwa na kashirani kubwa wakaandamana katika mji wa Beni. Na hiyo si jambo la kwanza, lakini katika mji wa Beni tumekuwa mauaji mengi na watu wameingiliwa wengi. Ndio maana kwa leo watu wanachoka. Na kuchoka ndio maandamano likuwa kwa usubuhi ya leo. Kwanza usiku wa jana mpaka usubuhi ya leo hata mchana nzima. Lakini hapo kuna viongozi wanasemaje kwa sababu ndio makao makuu ya mkoa? Shirika la raia kwa ngazi zote tuko tunaambia wakubwa waweze kumaliza hiyo kuingiliwa kwa watu. Na tunawaambia kwamba ni lazima kurejeshwe hiyo ambayo tulikuwa tunaita magroupe de vigilance ambazo zinaweza kuwa kontrole na wa burgomestre wote wa 4 komini ya vile ya Beni, na maservisi zote za security ziweze kufanya mabuklage katika muji. Pia sasa justice au wale ambao tunaita wa magistrat waweze pia kufanya maankete ili wale wote ambao yuko wanaingilia watu waweze kupatikana, sawa vile walifanya hapa kumepita sijue ni Jumatatu au 4 ambapo walinasa wale ambao waliweza kuingilia kampuni moja hapa mjini Beni, na tuliona wakiwashika na wakikuwa kondane katika mji wa Beni. Hiyo ndio tunapenda tuone na mauaji tunaweza kuishi. Lakini mbali na hayo, wakazi wa maeneo Wicha, ukiangalia kule Mangurujipa, kule Rwenzori, wanasema kwamba kwa kweli wanachoshwa na mauaji ya Beni. Tunakuwa na mshangao kuona serikali ya Kinshasa inakuwa kama inasahau mauaji ya Beni, inasahau mauaji ambayo ADF iko naendelea kuimpose kwa population ya kwetu huku. Ndio tunasema sasa hawa watu hawajue kwamba province ya Nord Kivu, province ya Ituri iko mapati integrante ya Republique Democratique du Congo. Beni ambako imekuwa makao makuu ya serikali ya mkoa, eneo la serikali ya Kinshasa. Mauaji inayopelekea wakazi wa Beni kujiswali kuhusu msimamo wa serikali ya Kinshasa kuhusu usalama wa wakazi. Yu hapa tena Pepe Kavuta. Kile viongozi wanakuwa kama wanasahau kabisa, wanajelekeza sana mambo ya M23 na watu yuko wanaendelea kufariki siku kwa siku katika Lubero, Beni, hata na Ituri. Tunakosa kama wanawaza sisi hatuko wakongomani au la. Ndio maana tunawasihi, tunawaomba, kwa sababu hiyo ni kazi yao. Siku wasihi ni kazi wanapasha kufanya. Wanajua hapa tunapigania raia na raia wanapasha kuishi amani. Tukisalia Beni, tunakwenda hadi Rwenzori ambako wakazi vile waishi wasiwasi kwa sasa. Mumbere Meleki ni kiongozi wa shirika mpya la kiraia eneo la Mutwanga. Sisi ambacho tunahitaji sio kingine isipokuwa kusema FARDC pamoja na UPDF waweze kufanya kazi ambao wao waliapa kiapo kwamba watachunga inji na watu na mipaka.
Alafu wakati sisi tunalidia FARDC kunakuwa operation wanaita Usuja. Hiyo operation inakuwa kama inanyamaza ndani ya sekta ya Rwenzori, wanakuwa kama wanabadilisha mbinu kidogo, sisi hatuone namna walivyoanza mwanzo. Sasa sisi tunaomba wafanye operation ambazo ziliwaleta huku na ambazo zinaunganisha nchi mbili ili tuweze kupata usalama, kwani hadi sasa hatuone namna wanafanya kazi. Tunaona tu jeshi inasimama wanaenda Kasindi, wanarudi. Alafu hiyo kazi ya kusema wanasaka adui kwenye pori, wao wanatuambia adui ameisha huku, lakini dalili ambazo zinafanyika zinaonekana, watu wanafariki ndani ya sekta ya Beni Mbau, watu wanafariki maeneo zingine, zinatuletea wasiwasi. Ndio maana sisi tunapenda hiyo patrol ambao walikuwa wanafanya kwenye pori waendeleshe hizo operation ambao walikuwa wanafanya kwa kutafuta adui, na bidii wazifanye tena ili tuweze kupata usalama. Isikue wakati watu wanafariki nao wanakuja tena kisha wanasema tunatafuta adui, hatujui adui anatokea wapi, hawa ni watoto wa kwenu. Hiyo mambo hatuipendi. Ndio maana tunaomba jeshi yetu iweze kufanya kazi, na jeshi wale ambao wanakuwa huku kwetu, kwa kweli ndugu, nitakuelezea kama nao pia wana matatizo ya kupata vyombo vya usafiri, yaani gari, wanakuwa na gari ndogo. Ni kusema government yetu ya Kinshasa imekamata mambo ya M23 kama priority kushinda mambo ambayo watu wanafariki kila siku. Watu wanafariki Beni, watu wanafariki Mangurujipa, watu wanafariki wapi. Alafu sasa wao wanakamata mambo ya M23 kama priorite kushinda mambo ambayo inaua watu, kwani tunafikiri kama wanafanya hivi kwani mambo ya M23 inatatiza utawala wa Kinshasa. Ndio maana sisi tunaomba mambo ya kwetu huku Beni waishughulikie namna wanashughulikia mambo ya M23. Mambo ya kwetu Beni, hao wabunge ambao wanajitahidi usiku mchana kwenda kwenye milango ya kwenda kupenda kuwatosha speaker mkuu wa bunge, wajitahidi namna wanajitahidi vile kumambo ya kwetu Beni, isiwe tu wakati wanagusa kutatizo la kwao ndio nao wanajitahidi. Wao ni watetezi wetu na ni wakilishi wetu kule. Kuhusiana na mauaji hayo nimezungumza naye Mumbere Bwana Pua, mbunge mjini Kinshasa. Serikali yetu ndio inaweza kumaliza hiyo tatizo, sababu hakuna watu wengine ambao wanaweza kuja kumaliza hiyo tatizo. Unaona UPDF imekuja pale lakini tatizo haikwishe. Kuna hata vikosi vya MONUSCO viko pale, tatizo haikuisha. Na ndio maana tunasema tuna serikali moja ambayo inaweza kumaliza hiyo tatizo. Na ndio maana kama kweli raia yetu ya Kongo ndio inaonekana inaona kama vile serikali yetu, wanajeshi wetu wa Kongo ndio wanaonekana ndani ya hiyo mauaji, inaomba kuhamisha hao majeshi wetu wa Kongo, kuwatosha kufanya ile ambayo tunaita dev, walete majeshi wengine waje wakaongoza pale, tuone namna gani watajikomporte, sababu hata wagomboe wakuu viongozi wa majeshi lakini hawakugomboa wale wajeshi ambao wako surplus. Haitaleta kitu, haitaleta matunda, haitaonyesha matunda yoyote, sababu inaomba wale majeshi ambao wako surplus watoke, waondoshwe na wakuwe releve, na kukuje majeshi wengine ambao watafuatilia maneno, wataona namna gani kulinda raia, na wataona namna gani adui anatokea wapi na inaomba apigwe namna gani, ili tuone kama amani na usalama itarejea. Mjini Kinshasa, wabunge wakiendelea kulumbana bungeni kutaka kumuondoa spika wa bunge Vital Kamerhe. Tukitoka huko Beni tunarudi Goma na Nyiragongo ambako mkuu kiongozi wa eneo hilo Ephraim Kabasha aonye wakazi wa Nyiragongo kuacha mara moja shughuli zao katika mbuga la Virunga, Muja, Rusayo na vijiji vingine vinavyopatikana pembezoni mwa mbuga la Virunga. Watu wengi, majeshi, FARDC, FDLR na wengine walikimbia kwa park. So na wana mafamilia zao hapa. Watu wanadanganya eti wanakwenda huko shambani,
ijapokuwa wanakwenda kuwapa habari, kuwapa information na kuwapelekea chakula. So unaona hiyo contact ya adui na mkaaji hapa ndio inaleta tatizo pande huu. So tumesema tunasimamisha kwanza hiyo wakaaji kwenda huko, majeshi waanze piga doria huko. Baada ya hapo tutafanya evaluation ya security, ndio tena tutapatia ruhusa ya wakaaji kwenda kulima. Kwa kuingia kwa park inakatazwa tangu zamani, c'est interdit na haikubaliki kabisa hata kamwe mkaaji kwenda kwa parke, kwa mbuga la wanyama. Kuna mbuga la wanyama na kuna sehemu za wakaaji. Yeyote akinaswa kwa mbuga la wanyama, akilima, akikata miti, akifunga makala, akifanya kuwinda mawindaji haramu, ni sherti sheria ifanye kazi yake. Wakaaji wa hapa tunawaambia kama security, tunaona wewe mwenyewe watu wengi wamekwisha kukimbia hapa, bado hawajarudi. Hawarudi sababu au wabandia kila usiku wanakuja kuwatesa. So hatutakubali wakaaji wadogo ambao wanabaki hapa waendelee kudhulumiwa. Hatutaikubali. Ndio kwa maana tunatia mkazo, yeyote ambayo atanaswa akiandika ujumbe kwa hao mabandia, akiongea nao, akiwaita ama anakuwa na contact nao, ni sherti afungwe ili wakaaji wapate nini? Usalama. Ndio tumewaambia na ninawaza wamesikia, na tunatia nguvu ili usalama urudie. Ya kwanza tutawaletea polisi ibaki hapa pamoja nao. Shida yote ya usiku wanakwenda ku polisi inafanya intervention na jeshi itakuwa iko nafika baada ya polisi kumefika. Kiongozi huyo ameomba hata hivyo wakazi wa eneo linalokuwa chini ya utawala wake kupanda miti. So unajua kuna kuwa mambo mengi, dunia leo imebadilika. Tulikuwa tukijua kama mvua inanyesha mwezi ya 9, unakutana mvua inanyesha Juni ama Julai. So kama tutapigana namna gani na hilo mabadiliko ya hali, ni kupanda mti. Mti ni uzima. Na unajua wanasema kwa Kiswahili, kuni, mti ambayo utapenda utumie kwa kuni katika uzee unaipanda ukiwa kijana. So tumehimiza wakaaji wapande miti. Mti ni uzima, mti inaleta mvua, mti inaleta hewa nzuri, na wakati ya jua tunajikinga chini ya mti, na pia mti inaleta kuni. Kuna mti ya matunda watu wapande, na miti pia zingine. Tunasisitiza, tunafanya kampuni hiyo ya kupanda miti, hapana hapa tu, lakini ni kwa mtaa wote wa Nyiragongo. Ephraim Kabasha amesema hayo wakati wa mazungumzo ya hadharani na wakazi wa Rusayo. Hapa tuko Rusayo village. Kwa nini watu wengi hawako katika manyumba yao? Ndio, watu hawako katika manyumba kwa sababu insecurity inapita. Kuna mabandia wanaingia, wananyang'anya watu vitu, wanaua watu, wanapuse watu kukimbia tutafeti. Ndio maana unaona watu ni badogo. Lakini omwe hivi zamani na shio wote tulikuwa tulishaka kimbia. Lakini sasa usalama inaanza kurudia polepole na shio tulirudia. Mnaomba nini? Inaomba warenforce majeshi huku, warenforce majeshi kabisa, la polisi ikue, utaona kabisa watu wote wanarudia tena mwingine. Na walikuwa wanaanza rudia. Ni juu jana tena viliharibika, bakasumbua watu a partir ya 22h mpaka 0h. Lakini watu walikuwa wanaanza kurudia. Mnahitaji nini hapa maeneo haya? Eneo hapa kwetu tunahitaji vitu mingi sana. Ya kwanza tunahitaji majeshi la polisi wakuje ila wasekirize. Unaona wasoda wanakuwa wadogo hapa kwa hii eneo yetu. Na ile kukua wadogo kwa hii eneo yetu inapuse pori ingali mingi. Unaona wabandi wanajificha mwa ile mapori na wanakuwa kusumbua wakaaji vile vile. Lakini tunahitaji gavana wetu atusaidie, aangalie ngeze kurenforce majeshi hapa kwetu. Service ya security tuangalika tunaweza lala. Unaona ba mama balalake tena hapa mishipa ya kichwa inaanza kuluma juu ya usingisi. Unaona haiko mzuri, tunateseka sana. Wakubwa vraiment watusaidie, waangalie kama watatukumbuka shie batu ya Kabale Katambi na Kanzana juu tunateseka sana, na watoto hawalale vile vile. Sasa vile masasi lilia mingi sana jana, watu wote hawakulala. Asante. Kabasha ameandamana na timu la uhamasishaji la M23 ambao wametembelea wakazi wa eneo hilo. Abeba bainosa banacha babandi. Saka kaka yangu balimutosha munyumba 4 balisha mubeba, aliowaka jeudi bakamubeba vendredi mkufi. Vile hatuya yuwaka kwenye alishakaenda. Jo vile bashikaze watafute babandi bacha bainosa. Ona aliacha hitoto bibi yake, njoo huyu ni muhia, njoo huyu.
Si leo hatuyaiweka ule kaka kama alishaenda. Na bwanake na huyu mashenye mama kwa habari yako. Unalalamika nini? Na mimi bwanangu walishamubeba ni chipoderi. Hana nakosa. Aliniacha mtoto kwa pata hapa. Sina wewe kujifalia. Siwezi kosa kama tena. Unaomba nini? Naomba tu wamfungule anisaidie kwa hii magumu hao watoto. Nani alimbebaka? Walimbebaka tu hapa Mkufurefu. Mama, unalalamika nini? Na mimi niko malalamiko na nisumbua sana. Mimi naishi na bwanangu, ni autochtone ofet, anajulikana mwingine. Biza amekomala, ameoa, tumezala, wanesi asikia habari ya mwasi afanyana. Nimekuvre fet, usa ilifanyika huku, bakamubeba. Hivi hapa liniacha na mimba, siwe, mpaka hivi siwe iko wapi. Hayuwe nani kama nishazala, nishakusa napatia mtoto jina gani? Vrema wanangu kama haya lungula mikono juu kusaga sima apate murongo hatuyakula. Utafahamu kwamba Rusayo pamoja na Muja ni eneo linalopatikana wilayani Nyiragongo, pembezoni mwa mbuga la wanyamapori la Virunga, Kivu Kaskazini, ambako kwa shuhudiwa makundi yenye kumiliki silaha. Wakazi wa eneo hili wakilalamikia usalama. Utafahamu kwamba Rusayo pamoja na Muja ni eneo linalopatikana wilayani Nyiragongo, pembezoni mwa mbuga la wanyamapori la Virunga, Kivu Kaskazini, ambako kwa shuhudiwa na kundi lenye kumiliki silaha, haswa lile la FDLR. Ni hayo kwa siku ya leo, msikizaji wa MTV1 News, na karibu tena.